Haya, siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 na mengi, lakini moja kati ya mambo ambayo tunaadhimisha siku hii ni kuhusiana na uelewa kuhusu changamoto ya afya ya akili, na tutatafuta pia majibu ya maswali mengi kuhusu changamoto mbalimbali za afya ya akili, na tumemwalika hapa Dr. Irene Mageni ambaye ni daktari wa binadamu na mtaalamu wa afya ya umma. Karibu sana Dokta. Asante sana. Na vile vile tunaye mtaalamu wa saikolojia Elibariki Mkumbo. Karibu sana. Asante sana. Dodoma kule pia Hilda tuna mgeni. Naam, na kwa upande wa Dodoma tunaye msaikolojia tiba mbobezi kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Milembe, na huyu ni Roslyn Mkea Malenya. Habari za hapo Dodoma na karibu sana. Asante sana. Naam, shukrani sana kwa kuungana nasi, na leo ikiwa ni siku ya afya ya akili duniani, bila shaka good luck, yapo mengi ya kufahamu kuhusiana na hili. Na watu pia wafahamu bana hospitali yetu ya taifa ya afya ya akili. Jina lake ndo kama ulivyosema. Maana watu wanasema bana tunaenda Mirembe. Sasa ni hospitali ya taifa ya afya ya akili. Na jina liliwekwa hivyo pia ushawishi wengi kwenda kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kabisa, watu wasione kwamba kwenda katika hospitali hiyo basi yani ni mtu ambaye una matatizo mengi sana au umechanganyikiwa. Ni mtu yoyote anaweza kwenda, hata mtu ambaye anajiona yuko sawa anaweza kwenda kuona status ya afya yake ya akili. Kabisa. Haya, katika kugusia kwa siku hii, inaonekana ilianzishwa mwaka 1992 hasa ikilenga kukuza uelewa zaidi kuhusiana na masuala ya afya ya akili, na umegusia hapo Goodluck kwamba unaweza ukajiona uko sawa, kumbe hauko sawa kwa mujibu wa wataalamu. Na pengine tuanze kwanza hasa kwa lengo kuu la siku hii na kile ambacho kinalengwa kufikiwa, tukianzia kwako Dr. Irene. Asante. Leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha afya ya akili duniani, ni tunaangalia tuseme kwamba kimsingi ni muhimu kuzingatia hizi siku kwa sababu zinatukumbusha kwamba kuna matatizo ya afya ya akili, na sio tu kwamba kuna magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo inatupa muamko wa kuweza kufahamu ni maeneo gani possibly yanaweza kuwa yamesahaulika, na ni maeneo gani ambayo tunahitaji kuwa tunayaangalia tena kuhakikisha kwamba tunaangalia kwa jicho la tofauti ili aweze kuhakikisha kwamba afya kwa ujumla ya watu inazingatiwa. Kama tukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanapitia changamoto za iwe ni njaa au vita, kama sasa hivi tunavyoona nchi mbalimbali kuna vita, wanapata pia huduma za afya ya akili, hasa wenye majanga kama ilivyotokea kipindi kile Hanang. Tungeweza kuangalia hata afya za akili za hawa watu vile vile. Kwa hiyo hapa tunasema access to services in catastrophes and emergencies. Katika maeneo kama hayo. Na ni wazi kwamba sio lazima katika maeneo ya vita, lakini tunafahamu hata sisi pia huku tuna emergencies mbalimbali, hapa tuna mazingira mbalimbali ambayo yanaweza yakatusaidia ambayo yanatupeleka kupata hiyo huduma ya afya ya akili. Sasa katika hiyo mantiki ya access to service, yani hiyo kupata huduma, unaona kwa Tanzania tuko katika mazingira ambayo tunaweza tuka access ama tukapata huduma ambazo zinahusiana na masuala ya afya ya akili? Kwa Tanzania sasa hivi tunapata wimbi kubwa la muamko wa masuala mazima ya afya ya akili. Haswa imetokea sana kwa dunia nzima, hasa baada ya kipindi cha COVID. Tuliona kipindi cha COVID wahudumu wengi wa afya pia walipata changamoto za afya ya akili. Watu wengi walipata changamoto za afya ya akili. Mtu alikuwa anategemea kwamba upo nyumbani umerelax, unaweza usio na changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo kuna muamko mkubwa, na Tanzania haikuwa imebaki nyuma kwenye hilo swala, na wote tumepata huo muamko. Na ukiangalia kwenye mitandao mbalimbali, wataalamu wengi wa afya wanajitahidi sana kuleta muamko wa swala zima la afya ya akili. Na sasa hivi hapa tulipo kama Tanzania, cha msingi kikubwa ni muamko, awareness. Kwa sababu tukishafahamu kwamba una changamoto ya afya ya akili, una matatizo ya afya ya akili, ni rahisi zaidi kuweza hata kutafuta zile huduma ambazo zipo. Huduma kusema kweli zipo. Shida kubwa ni ufahamu
kwa sababu kama tunavyofahamu tu mwingine anasema tu kwamba na afya ya akili imesemeka sana, yani akimaanisha kwamba ana changamoto ya afya ya akili, akimaanisha na changamoto ya afya ya akili. Yes. Tukirudi kwenye kudefine au kuelezea afya ya akili ni kitu gani? Afya ya akili ni ustawi. Kwa hiyo tukisema ustawi tunaangalia kama positive. Kwamba kama vile ulivyo na afya ya mwili basi una afya ya akili. Kwa hiyo ukisema na afya ya akili maana upo sawa. Ukisema una changamoto ya afya ya akili basi hapo ndo tunapoona kwamba kuna changamoto. Kwa hiyo tukishapata ule muamko mzuri, watu pia watakuwa na uwezo hata wa kuzifikia hizo huduma na kuzipata. Sasa kwa upande wa saikolojia, ni matatizo gani kwa sasa ambao unayaona katika jamii yanayoonekana kwa kiasi kikubwa yakihusianishwa pia na changamoto ya afya ya akili? So kama ambavyo watu wametangulia kusema, changamoto za afya ya akili zinakuwa na vyanzo vingi, lakini sehemu mojawapo ni kwenye upande wa saikolojia, kwa maana ya mtu kuweza kuhimili matukio mbalimbali ya maisha, namna anavyotafsiri vitu, namna anavyobaki na namna ambavyo anaweza kuishi na kumbukumbu za vitu. Kwa hiyo utaona tunazo changamoto kutokana na mabadiliko ya staili za maisha na ufahamu tu, malezi na makuzi. Sasa hivi kumekuwa na changamoto nyingi sana, kwa hiyo unaanza kuona watu wanapata challenges sana kwenye kuhimili stress, mihemko, mashinikizo mbalimbali ya kihisia, matukio mbalimbali. Kwa hiyo utaona kuna changamoto nyingi sana za kisaikolojia ambazo zinaibuka sasa hivi, ambazo nyingine zimesababishwa na haya majanga makubwa kama matukio makubwa, milipuko ya magonjwa makubwa kama COVID na vitu vingine, ambao kwa pamoja vyote vinaweza kumfanya saikolojia ya mtu isiwe sawa, ambayo mwisho wa siku inaweza kupelekea kwenye changamoto. Sasa kwa upande wa afya ya akili tunafahamu sio changamoto ambayo inaonekana kwa macho kabisa, kwamba hichi labda ni kidonda, kwa hiyo kinaweza kutuashiria hivyo kabisa. Na wanasema jinsi unavyoambia bwana wewe naona kama una changamoto hivi, jinsi unavyobisha ndo lazima kuthibitisha kwamba inabidi mwenzako akikuambia, yani inabidi umpe attention ili ujue ameona nini kwako. Na ukubali kwenda katika njia ya kutaka kujua hasa nini kinakusumbua. Sasa Roselyn alizungumza hapa daktari kuhusu muamko wa watu, na tunatamani kujua katika hospitali yetu mahususi kabisa kwa ajili hiyo, muamko wa watu umekuaje hasa baada ya kujaribu kubadilisha jina, kuiweka katika namna ambayo inawafanya watu waone kwamba mtu yoyote anaweza akaja hapa hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe. Asante sana. Saizi muamko unaongezeka kwa sababu hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe imeanzisha campaign ambayo inasema afya ya akili ni afya, ambayo kampeni hiyo imelenga mahususi kuelimisha jamii. Na mpaka sasa tumetembea mikoa 6, ambao moja kati ya hiyo mikoa ni Dodoma hapa, tulianza nyumbani kabisa. Afu tukaenda mikoa jirani ambayo ni Iringa, Morogoro, tumeenda Ruvuma, tumeenda Singida. Lakini pia mwaka huu tumeongeza mwaka wa 7 ambapo ndipo maadhimisho yatafanyika kitaifa mkoani Manyara. Umeona? Baada ya kutoa hizi elimu, kampeni yetu ililenga kutoa kwanza elimu kwa wanajamii, lakini pili kutoa elimu mashuleni. Tumezunguka kwenye shule mbalimbali za primary na sekondari na vyuoni, lakini pia tumezunguka kwenye mahospitali kuwasaidia wataalamu wa afya kuelewa kwa undani zaidi kuhusu mambo ya afya ya akili. Kwa hiyo sasa muamko unaendelea kuongezeka. Lakini pia kumekuwa na juhudi ambazo zimefanyika kiserikali kwa ajili ya kuongeza wataalamu. Serikali imefungua program ambazo zinafanyika chuoni Muhimbili, ambayo saizi wanatoa degree na diploma ya medical psychology kwa ajili ya kuongeza wataalamu ili kuweza
kuhakikisha tunapata wataalamu wa afya ya akili mpaka ngazi za chini, yani primary level. Lakini pia serikali imefungua huduma mwaka huu ambayo tunategemea itaanza mwezi wa 11. Itafanyika kwenye chuo cha Dihas Mirembe. Inatoa elimu ya juu ya diploma ya manesi ambao watakuwa wanajifunza kuhusu mambo ya afya ya akili. Kwa hiyo kwa sasa mwamko umeongezeka. Tunapata watu ambao wanakuja tu kucheck kuhusu afya zao za akili. Kwa sababu sasa tunawafundisha watu kwamba mpaka mtu afike kupata ugonjwa wa akili ni hatua. Kwamba mtu anaanza kupata changamoto za afya ya akili. Kama hazijapata huduma, anajikuta anaingia kwenye matatizo ya afya ya akili. Akitoka kwenye matatizo ya afya ya akili, kama hajapata huduma, ndio anaingia kwenye magonjwa ya akili. Na sasa tumeona kuna watu wanakuja labda wanaona tabia, kwa sababu tunavyoelimisha kuhusu ugonjwa wa akili kwamba unaathiri jinsi mtu anavyojisikia, jinsi mtu anavyotenda na jinsi mtu anavyofikiri. Kwa hiyo watu wanapoanza kuona kwamba kuna watu wanabadilika mienendo, kama mtu mmemzoea kazini anakuja msafi, ni mchapakazi, ghafla mnaanza kuona anachelewa kazini, anakuja hawezi kujijali tena, muonekano wake sio nadhifu, hafanyi kazi zake kwa wakati, wanamleta hospitalini Mirembe. Kwa hiyo kwa sasa mwamko ni mkubwa na watu wameanza kuelewa kwamba ugonjwa wa akili sio mpaka mtu achanganyikiwe, labda avue nguo, atupe vitu, apige watu. Kuna magonjwa ya akili ambayo yanaweza yasionyeshe hali ya kuchanganyikiwa. Na tumekuwa pia tukipata wanafunzi wengi kutoka mashuleni kwa sababu tumetengeneza teams za watu ambao wanashughulikia magonjwa ya akili. Tunakuwa na mwalimu ambaye ni champion na wanafunzi. Kwa hiyo wakiona kama kuna mwenzao anaenenda tofauti na ambavyo jamii itategemea aenende, wanampeleka kwa mwalimu, then mwalimu anawasiliana na sisi na tunajikuta tunatoa huduma. Kwa hiyo mwamko umekuwa mkubwa baada ya hii campaign kuanza. Kuna utofauti mkubwa sana. Na hapo mtu akisema kwamba nina file Mirembe asionekane namna gani vipi kwamba ni kweli. Kabisa. Na kuna umuhimu sana wakuja tukienda kuelimisha watu kuhusu Mirembe. Tunawaambia kwamba Mirembe tunatoa na huduma zingine nyingi sana, huduma za watoto, tuna madaktari bingwa wa watoto, tuna madaktari bingwa wa wanawake, tuna madaktari bingwa wa huduma za dharura. Kwa hiyo tunawaambia watu wakija Mirembe wanapata full package ya huduma. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho kimetokea kimwili lakini chanzo chake ni kiakili, inamaanisha huyu mtu akitoka Mirembe anakuta amepata huduma zote zilizokamilika kabisa. Kwa hiyo kwa kuna huduma nyinginezo pia kama ambavyo sio tunafika pale. Kuna huduma nyinginezo. So mtu anakuta pale anakupiga picha eti bana nimemuona. Kuna huduma nyingi kama walivyosema Rosie. Za macho pia zipo. Ndio. Dr. Irene, tumeshuhudia changamoto ambazo zinatokea katika jamii, matukio ambayo wakati mwingine yanaweza kufikiria kwa upande wa changamoto hizi za afya ya akili. Zimekuwa na uhusiano kiasi gani? Mfano katika ngazi za familia, mambo kama vile ya ukatili ambayo yanafanywa dhidi ya mwanafamilia ama mtu wa karibu. Okay, kama mwanasaikolojia alivyoelezea hapa, akawa anasema kwamba afya ya akili ni kuwa na uwezo wa kustahimili hizi hisia zote, mihemko yote hii. Kwa hiyo sasa tunakutana na watu ambao kama unavyosema wamepata changamoto katika familia, labda unakuta kama ni binti labda alikuwa anabakwa. Sawa, sasa ile tayari inatengeneza stress katika mwili wake, katika akili yake. Lakini sasa ile stress katika akili yake wakati mwingine huweza kupelekea hata kusababisha stress katika mwili wake. Kuna daktari mmoja alielezea vizuri sana, akasema kwamba
ndani ya mwili wa binadamu kunakuwa kunatengenezwa hizi energies ambazo ni aina ya stress fulani. Sasa hizi stress za kiakili kama hazijatafuta sehemu ambayo zinatoka, ni kama ndoo ya maji. Unaendelea kuijaza maji halafu huna sehemu ambayo inatakiwa yapungue. Basi itafika muda sasa yataanza kumwagika kutoka juu. Si ndio? Ndio hivyo stress inavyokuwa. Katika mwili wa binadamu anakuwa na uwezo wa handle stress kwa kiasi fulani. Lakini sasa usipokuwa na outlets mbalimbali, sehemu ambazo labda hii ndoo umeitengeneza hata mfereji kwamba uweze kutiririka pale ambapo maji yanaendelea kumwagika, na stress ndivyo hivyo inavyotokea. Inafikia hatua sasa hata yule mtu akiwa anapata stress, anapata mihemko ya aina yoyote, anapata misukosuko ya aina mbalimbali katika maisha, inampelekea sasa asijue namna gani ya kuweza kukabiliana nazo. Na pengine kupeleka hata mtu akawa na shida ya afya ya kimwili. Sasa ndo tunaona watu mbalimbali wanaumwa kichwa, unaumwa kichwa hakiponi, au mtu anakuwa na tumbo la kuharisha, anakuwa na umwa tumbo muda mrefu, anazunguka mahospitali ya kila aina. Kwa hiyo tunaona Mirembe kwamba wanatoa hizi huduma kwa ujumla kwa magonjwa mengineyo, ukiachana tu na kutoa huduma za afya ya akili, basi inafanya tuseme holistic view ya mwili wa binadamu. Kwamba alikuja anaumwa kichwa, kama ni mtoto, kama ni mama, ni baba, mtu yoyote. Lakini akitibiwa, ukiangalia kule tukiona kwamba sasa inawezekana kwamba sio kichwa, ni kuna vingine zaidi. Sasa napelekwa kuweza kuonwa na wana saikolojia na kuweza kusaidika zaidi. Kwa athari hata za kuumwa tumbo wakati mwingine zinatokana tu na hilo. Yes, kwa mfumo wa nerve za binadamu, stress akilini huweza kusababisha tuseme kustimulate nerves nyingine. Kama hivi tuseme, tutoe mfano rahisi. Mtu anasema nilipata taarifa mbaya mpaka nikaharisha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna ile connection inakuja. Mtu anapata taarifa mbaya, anapata shinikizo la damu inapanda, anapata pressure. Anapata taarifa mbaya inamsababishia mpaka sasa anapata mshtuko wa moyo, anapata heart attacks. Wengine wanapata mpaka stroke kwa sababu tu ya kupata mishtuko ya kiakili, kwa sababu ameshindwa kustahimili namna gani ya kuweza kumanage. Na tukija kuangalia afya ni mihimili mitatu: kiakili, kisaikolojia na kimwili. Kwa sehemu zote katika hizi maeneo matatu ikiyumba, mwili wa binadamu wote utayumba kwa ujumla. Naam, Dr. Irene, tutarejea hapa kuendelea. Mwenzetu Jafari Mponda ameangalia huko mitaani uelewa kuhusiana na masuala ya afya ya akili na kuuliza watu wanauelewa kiasi gani. Jafari, habari za hapo ulipo na karibu sana. Asante sana wenzangu studio, ni katika maeneo ya Tabata Segerea hapa. Tayari kuona ni kwa namna gani wananchi wanavyofahamu kuhusu afya ya akili. Na moja kati ya wadau ni dada yetu hapa. Dada, habari za asubuhi? Nzuri, za kwako? Ni njema sana. Unaitwa nani? Naitwa Teresia Simon. Naam. Teresia, kwa upande wako wewe unafahamu nini kuhusu afya ya akili? Mimi nikisikia afya ya akili nahisi labda ni msongo wa mawazo, vile ambavyo mtu akili yake au uwezo wake wa kufikiria hauko sawa. Au uko sawa. Ambapo hicho cha uwezo wake wa kufikiria hauko sawa inaweza pia inasababishwa na nini? Stress, matatizo mbalimbali ya kila siku. Sawa. Na naweza kasaidiwaje unavyohisi wewe? Counseling, kupata ushauri kwa yale matatizo ambayo anayapitia. Sawa sana, nakushukuru sana. Biashara njema. Asante, karibu. Haya, bado maeneo haya Tabata Segerea hapa na tunaendelea kuzungumza na wakazi wa eneo hili. Bwana, mambo vipi? Poa, nyaje? Njema sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Frank Mnyalu Kwenuja. Naam. Frank Mnyalu, unafahamu nini kuhusu afya ya akili? Bwana, kuhusu afya ya akili ina mambo mengi. Afya ya akili inatokana labda mfano uzuka unaongea na mtu. Huyo mtu jinsi swali ulivyomuuliza waweza kujibu tofauti na kile ulichomuuliza. So ugonjwa wa akili, pengine mtu akawa na msongo wa mawazo, waweza kumwambia vipi kwema, waweza kukujibu tofauti na kile. Aidha mnazungumzia vitu fulani vya ambavyo unajua kabisa wiki nikimuuliza hivi atajibu hiki, lakini anakijibu tofauti. Unaona? Pia uwezo kawa ni mtu ambaye yani unaonekana smart vipi, umevaa vizuri fresh, unaona huyu ni mzima, lakini
hapo ukawa mgonjwa wa akili. Anasaidiwaje sasa mtu? Hapo kwa kusaidia hapa ni kutembelea madaktari bingwa, wala kupata ushauri, kumpeleka kwa bana, wewe unasumbuliwa hiki, kwa sababu chizi unasema hajitambui, ila nyinyi ndio mtamjua kwa huyo ana madhaifu fulani. Kwa hiyo waweza mkampa ushauri, mkatoka naye mkamfikisha sehemu husika, bwana huyu ana changamoto ya hiki na hiki na hiki. Okay. Mfano akaja mtu tu alivyokuona wewe akahisi kwamba ndugu yangu wewe utakuwa na matatizo ya afya ya akili. Wewe mwenyewe unajijua ni mzima, utapokeaje? Hapo kwanza nitajiuliza wewe kanionaje? Hapo nitajiuliza wewe kanionaje mpaka ananiambia mimi nina ugonjwa wa akili. Unaona? Sawa, nikamkubalia kwa kweli, ila lakini mimi lazima nitaangalia kwanza, jamani, kuna mtu kaniambia hivi au nipo tofauti kiaje na wenzangu? Asante. Ona, asante. Unaitwa nani aunti? Naitwa Asha Sultani. Asha Sultani, mkazi wa Segerea hapa. Okay, vizuri sana. Unafahamu nini kuhusu afya ya akili? Kwa nijaribu. Nafahamu mgonjwa wa afya ya akili watu wanamchukuliaga kama ni chizi, lakini anakuwa sio chizi, ni kama ni msongo wa mawazo fulani. Ndio ninapojua mimi hivyo. Okay. Sasa mfano ndio umetokea, kuna ndugu yako mnamuona anapitia dalili hizo, anasaidiwaje? Unampeleka kwenye huduma ya kwanza hospitali ili akachekiwe. Kama atakuwa akaonekana, basi tafuata kinachowezekana. Asante. Zinapikwa chapati za aina yake hapa. Sina shaka zinatuimarishia afya zetu kwa ujumla. Brother, mambo vipi? Safi, mambo vipi kaka? Sema sana. Unaitwa nani bwana? Kwa majina anaitwa Abubakari Ramadhani Kitogo. Abubakari, unafahamu nini kuhusu afya ya akili? Kwa ufahamu wangu mimi, ugonjwa wa afya ya akili watu wengi wao tunachukulia kama vile mtu ambaye amepungukiwa akili kidogo, lakini kumbe sio hivyo. Ugonjwa wa afya ya akili sometimes wago unaletwa na msongo wa mawazo. Mtu ukiwa na msongo wa mawazo sana inaweza kusababisha hilo tatizo. Na huduma zake zinapatikana? Ndio. Huduma zake zinapatikana. Wapi? Kuna hospitali ya taifa ya matatizo ambayo ipo Dodoma Mirembe. Okay. Ndio. Sawa. Unatisha sana. Shukrani kaka. Basi kwa uchache ni haya ambayo tumeyapata kutoka kwa wakazi wa Tabata Segerea hapa. Hivi ndivyo ambavyo wao wanafahamu kuhusu afya ya akili. Wataalamu wetu wako hapo studio, sina shaka watazingatia maoni ya wananchi haya. Kwenu studio. Naam, Jafari, shukrani sana, na kwa uelewa tumesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kinaelezwa. Nimependa ile ya mtu akija kukwambia bana, naona kama una changamoto ya afya ya akili. Wewe utalipokeaje? Kumbe sijui mtu anafikiria amwambiaje akiona ndugu jamaa au rafiki yuko katika hali hiyo. Yeah. Unamfuata vipi kumwambia? Na ni vipi viashiria ambavyo anaweza nikakuambia? Changamoto hizi zina shida kidogo kwa sababu zinahusianishwa sana na personality ya mtu. Yaani namna unavyofikiri, namna unavyoongea, namna unavyoishi, namna unavyoreact, kwa ujumla inatengeneza ile package ya mimi ni nani. Kwa hiyo wakati fulani mtu anapokuja kukuambia una changamoto za afya ya akili, hauichukulii kama mtu anayekuambia unahisi kama una malaria, unahisi kama umelewa, hauichukulii hivyo. Yaani inaenda zaidi, ni kama inakuataka wewe kama mtu. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo kama ambavyo umeona watu wa Mirembe wamefanya kazi ya kuanza kubadilisha ile taswira hata ya jina lenyewe, kwa sababu tumezoea ile huyu wa Mirembe huyu, umeelewa? Au watu wanaitwa sijui mwezi mchanga sijui nini. Kuna maneno mengi sana mtaani ambayo yamekuwa yakitumika kuashiria mtu ambaye hayuko sawa kiakili. Kwa hiyo tunasema dishi limeyumba, au dishi limeyumba. Kuna maneno mengi ambayo yametumika lakini yananyanyapaa, na matokeo yake ni kwamba yametengeneza picha kwamba hiki ni kitu fulani cha kudhalilishwa, ni kitu fulani cha aibu, unaonekana kama umefeli, yani ni eneo fulani ambalo. Kwa hiyo
kwa mantiki hiyo sasa, kwa sababu ndio taswira ambayo ipo, manake hata unapojaribu kujaribu kucommunicate na mtu mwingine, kujaribu kumuonyesha, naona kama hasira zinakuzidi sana siku hizi. Umeelewa? Naona kama unaonekana una mawazo mengi, yani utafute, ongelea matokeo zaidi kuliko kwa jumla, kwa bwana wewe una changamoto ya frame. Umeelewa? Naona wewe una shida ya akili. Nafikiri hata mimi ukija hivyo kwa hiyo inabidi umwambie, naona siku hizi una hasira. Vipi, mbona leo naona kama uko sawa siku hizi? Umekuwa mkimya sana. Umeelewa? Vyote hivyo ni viashiria mtu kuwa mkimya sana, anajitenga, ana kama ambavyo. Kwa hiyo tuangalie matokeo zaidi. Yes. Sasa tutakuja hapo daktari kuendelea. Shikilia hapo kuhusu viashiria vya mtu ambaye unaona kabisa kwamba anahitaji kusaidiwa. Tutarejea kuendelea muda mfupi ujao. Asante kwa kusalia nasi, bado tuko nawe na tunazungumza hapa kuhusiana na changamoto za afya ya akili kubwa siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kukuza zaidi uelewa. Na kabla ya kwenda mapumziko mafupi, mtaalamu wa saikolojia alikuwa anatueleza pia namna bora ya kumtambua mtu. Tambua mtu na kumwambia pia, ama ile kumshauri kama umeona dalili zozote ama utofauti kwake, unaweza ukamshauri na kumwambia kwenda. Sasa hapo ndo ugumu unapokuaga, kwa sababu unaweza ukatafuta ugomvi na mtu kutokana tu na kile ambacho unasema. Sasa mfano Mkumbo unataka kuniambia mimi, nataka niseme umwambie good luck. Hebu mshauri bwana mazuri ya kuniambia. Unanishaurije, labda kama ni watu wa karibu alafu umeona mimi nina changamoto, utaniambiaje kunishawishi niende kuangalia afya yangu ya akili? Hapo tunafanya trial kabisa. Sasa ndo kaka ndo unamwambia sasa hapo. So unaendeleaje? Salama. Umekuwa kimya sana siku hizi. Kuna shida yote? Hapana shida, ndo nilivyo. Hapana, mimi nakufahamu. Siku hizi umekuwa kimya sana. Tumezoea kukuona unaongea, unacheka, unashare, lakini something is not right. Naonekana kama una kitu kinaendelea ndani yako. Nadhani tunaweza tukakaa tukaongea kidogo. Sawa, hakuna neno. Okay. So nini kinaendelea kwako? Tuko serious bwana. Tunajifunza, sisi tuko tunajifunza. Ni kweli, lakini ni namna pia. Kuna namna anauliza kama huo utofauti, kwa hiyo anataka kusikiliza. Basi nimekubali. Tuendelee. Okay, so changamoto nyingine ni kwamba kama ambavyo kuna mtu ameongea hapa kwamba wakati fulani unapokuwa na mabadiliko sio rahisi sana kujigundua, na katika kwa uzoefu ni kwamba mtu anaanza kutengeneza namna pia ya kulinda ile hali yake. Kwamba kwa hiyo kuna namna unapoingia kwenye space yake tayari unakuta mtu kwa mfano kuna watu wanaletwa labda kwenye sessions nyumbani, watu wamemuona mtu haiko sawa. Wameamua tu bwana, wanaongea labda na mimi, wanatengeneza appointment, anakuja. Akija yule mtu anakuambia mimi sina tatizo, hawa ndo wana matatizo. Mimi kuna vitu nikikaa nyumbani na viona vinapita, nikiwaonyesha wao hawavioni. Umeona? Nakuuliza sasa hapo shida ni ya nani? Shida ni ya nani? Mimi naota vitu, kuna maono ninayo. Umeelewa? Kuna vitu naona, kuna matukio nayaona yanakuja. Nikiwaambia wananipuuzia. Hawa ndio wana matatizo. Unaona hapo? Kwa hiyo kutokea hapo ni ngumu sana kumsaidia huyo mtu, kwa sababu yani yeye ndio anaona wewe una shida. Kwa hiyo step ngumu wakati fulani ni mtu kukubali, kujua, lakini pia kuanza kukubali kwamba nina shida. Hiyo jambo la step namba moja. Step nyingine ngumu ni ya kwenda kutafuta msaada. Mtu mwingine anza akakiri na shida,
lakini step ya kwanza kutafuta msaada, kwa sababu pia anaanza kuhisi nitawaambia watu mambo yangu. Kuna mambo mengi sana yanaingia kichwani huko, ambayo sasa na tunafahamu bado tuna changamoto ya mtazamo wa hilo eneo, kiasi kwamba mtu anaanza kuhisi wamenionaje na vitu vingine. Kwa hiyo hapo pana challenges kidogo. Naam. Katika hilo umetukanisha uhondo bwana. Unaendelea, muda wetu si rafiki sana. Ndiyo. Na pengine wakati tunaelekea kukamilisha, Roselyn, kwa upande wako na hasa katika huduma ambazo umetutajia Miwembe inafanya zaidi pia ya afya ya akili, katika siku hii ni mambo gani ambayo mnahimiza hasa katika kutafuta, kupima na kufahamu afya zetu za akili mapema? Okay, sawa. Kwanza siku ya leo kitaifa inaadhimishika Manyara. Tuna sababu kuu 3 ambazo zimefanya tuteue Manyara. Kwenye takwimu zetu za hospitali inaonyesha mikoa jirani na Dodoma ikiwemo Manyara imekuwa ina wagonjwa wengi wa akili. Lakini sababu ya kwanza, baada ya kuwasiliana na watu wa Manyara walitupokea vizuri na tunafanya kazi nao saizi kwenye hospitali ya rufaa ya Manyara. Lakini sababu ya pili, tumekuwa tukiona serikali inaonyesha jinsi gani mashamba mengi ya bangi yanafyekwa Manyara. Na tukihusianisha vilevi na afya ya akili, tunaona ni moja kati ya vitu ambavyo saizi vinaongeza sana wagonjwa wa akili. Na sababu nyingine ya 3 iliyotufanya twende Manyara ilikuwa ni kuendelea kutoa huduma, kwa sababu kipindi kile cha tukio la Hanang tulienda Manyara kutoa huduma za kiakili, lakini pia sasa tukaona tuweke kambi ya wiki nzima ambayo tutapata pia watu wengine ambao labda hawakupata huduma kipindi kile cha Hanang, lakini pia ambao sasa pia wanahitaji msaada. Lakini pia kitu kingine ambacho tunakifanya ni kutoa elimu. Tumepata nafasi ya kutoa elimu kwenye shule pale Manyara, lakini pia tumepata nafasi ya kuongea na wataalamu wa afya, yani kuwajengea uwezo wa namna ya kuhudumia wagonjwa wa afya ya akili. Lakini pia tumepata nafasi ya kuongea na watumishi wa halmashauri ya Manyara, kuwaelimisha kuhusu mambo ya afya ya akili kwa ujumla. Na pia sisi kama hospitali ambao hawatujaenda Manyara, leo pale hospitalini kwetu tunatoa elimu kuhusu mambo ya afya ya akili na magonjwa ya akili. Kwa sababu hizi ni maneno mawili tofauti. Tukisema afya ya akili, kama daktari alivyoelezea kwamba ni ustawi ambao unahusisha mtu kimwili, kiakili pamoja na mazingira yake. Na tukisema ugonjwa wa akili tunamaanisha mtu ameathirika kihisia, kijamii, lakini na namna ya kutenda. Kwa hiyo ndio maana tunaona dalili nyingi za magonjwa ya akili zinaonyesha mtu anatenda tofauti na ambavyo tulimtarajia yeye kutenda hapo nyuma, au tofauti na jamii ambavyo inatarajia yeye afanye. Kwa hiyo tunaendelea kuelimisha watu namna ya kutunza akili zao, kwamba akili ni kitu cha muhimu sana. Yani mtu akikuona inasema sana jinsi akili yako inavyofanya kazi. Kwa hiyo tunawafundisha watu kupata usingizi wa kutosha, tunawafundisha watu kutengeneza mahusiano. Mahusiano ya kwanza ni kati ya mtu na mtu mwenyewe. Yani mimi Roselyn na mimi Roselyn mwenyewe. Yani
nikiweza kujitambua mimi vizuri, nikiweza kujihudumia mimi vizuri, ni rahisi kuwahudumia wenzangu na kuwasaidia wenzangu. Kwa hiyo lakini pia tunafundisha kuhusu masuala ya malezi. Tunawafundisha watu namna ya kuhimili hisia zao ikitokea wamepata hasira, kama ambavyo daktari ameeleza kuhusu stress na mfano wa ndoo ambao nimeupenda sana, kwamba ukiendelea kubakiza vitu ndani, mwisho wa siku vitatafuta sehemu ya kwenda na vitaleta madhara mengine. Kwa hiyo tukiwafundisha watu namna ya kujihudumia, kama kuondoa hasira, wakiwa na huzuni nini wafanye, inawasaidia watu kuweza process hisia zao na wanakuwa salama. Yeah. Roslyn, asante sana na shukrani kwa hilo, na tukiamalizia madini kama hayo sasa yanapatikana pale Mirembe. Tumalizie, tuanzie kwako Mkumbo, alafu tumalize na Dr. kwa kifupi. Karibu. Nini ambacho unashauri ama unatoa ujumbe pia katika siku hii kwa jamii? Ili changamoto ni iko real, sio na ipo kwa kila mmoja, na tunakuwa tunapita kwenye hizi stages kwa tofauti na stages zinapishana. Ukishaanza kuona ninapoteza ule ustahimilifu wa kihisia na mambo mengine na viashiria vingine, kupoteza usingizi na vitu vingine, hizo zote ambazo naona kuna kitu kiko sawa, inaweza kuwa ni stage mojawapo ya mwanzo au iliyosogea zaidi ya ile eneo. Na kikubwa ni kukiri, kuanza kujipima wakati wote, kama unavyo ingia kwenye gari ukaangalia leo kuna mafuta, hivyo kama unavyosema kuna sukari, kama unavyosema sijui kuna nini, perfume ipo, pia ni vizuri kuchukua muda kwanza kujikagua na kuona naenda jinsi ninavyoenda na kuchukua hatua kutafuta msaada. Shukrani sana. Dr. Irene. Asante. Niongezee hapo waliposema mwanasaikolojia, ifahamike kwamba hisia zipo na hisia ni nzuri. Sio kwamba hisia zinatakiwa ziwe mbaya. Pamoja na kwamba huzuni, hasira, zote hizo ni hisia negative. Lakini ni vizuri wote tukaweza kujifunza namna gani tuna handle hizi hisia. Na kuweza kujua nikiwa na huzuni namna gani ninaweza nikaondoka kwenye hiyo huzuni. Kwa sababu unapoendelea kubaki na kuishi kwenye ile huzuni, itakupelekea kuwa na matatizo ya afya ya akili ya muda mrefu ambayo yanaweza kawa ya kudumu yakageuka kuwa magonjwa ya afya ya akili. Inapotokea una hasira, ni vizuri kuweza kufahamu ni vitu gani unahitaji kufanya inapokuwa una hasira. Zote hizi hisia ni nzuri na zimewekwa kwa ajili ya kulinda miili yetu, kwa sababu siku zote mwili wa binadamu utajilinda. Na changamoto za afya ya akili zipo kama alivyosema. Cha msingi ni kujua na kujikubali kwamba niko katika hii sehemu, lakini hii sehemu sio ya kudumu, itaenda itabadilika, and nothing is permanent. Yani everything is meant to change. Kila kitu kitaenda kitabadilika. Kwa hata hisia zako zitaenda zitabadilika. Leo utaamka na huzuni, kesho utaamka na furaha, kesho kuta utataka kucheza muziki. Kwa hiyo ni namna ya kuweza kuishi na kuweza kujua unatoka je katika hii sehemu ulipo. Asante sana. Sababu bwana mtaalamu akiongea na wewe dakika 5 anajua kama una changamoto ya afya ya akili. No, yani majibu sasa nyinyi mtaondoka nayo. Utajua. Sijataka kuuliza. Asanteni sana. Ni kweli nimeshagundua labda kama kuna vitu mnavyoobserve. Yani kati yangu mimi na Hilda kwa mfano. Naona ninyi wote ni watangazaji wazuri sana. Asante sana. Dr. Irene. Asa brother pale. Kwa sababu yuko karibu na wewe, nafikiri ameona vitu vingi. Mbona interview imemshinda? Ameona tunataka kuelekea sasa. Mambo yatakuwa magumu. Asante sana Alibariki Mkumbo. Tunakushukuru pia Roslyn Malenya, na tunakutakia majukumu mema hapo Dodoma. Asante sana kwa kuja. Nimependa pia ujumbe ulioko kwenye t-shirt yako Roslyn. Asante. Umeandikwaje? Afya ya akili? Afya ya akili ni afya. Ni afya. Jikubali, jijali, jikubali. Asante sana. Shukrani sana. Wanasema tuishi humo. Ndio kauli mbiu ya kampeni yetu.
ambayo itafanyika kwa miaka miwili. Imeanza mwaka huu mpaka 2027, na tumefanya hivyo kwa sababu 2027 Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe itakuwa inaadhimisha miaka 100 tokea imeanzishwa. Shukrani sana. Yeah. Asante sana. Tunakamilisha hivyo leo ikiwa ni siku ya afya ya akili duniani.